Na kusalimu tena katika jina la Yesu. Ya leo tuko kwenye sehemu ya 3 ya somo letu linalosema neema ya kupewa mbinu za kumkabili adui yako. Na leo ni sehemu yetu ya 3. Na kuna vitu vya msingi sana ambavyo Mungu ananisukuma niweze kuzungumza na wewe. Haleluya. Haleluya. Sasa kwenye Wagalatia 5:17-21, Wagalatia 5:17-21, maandiko yanasema 1, 2, twende kwa pamoja Basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili utamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana. Yaani mpaka sasa zimepingana. Bwana Yesu atusaidie sana. Mpaka sasa zimepingana 18. Hata hamwezi kufanya mnayotaka 18. Lakini tuseme kwa pamoja, lakini mkiongozwa na Roho hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Baba, nakushukuru kwa ajili ya neno hili. Mimi ni mtumishi wako tu, na umeliweka hili neno kwa ajili ya kanisa lako na watu wote ambao watapata neema ya kusikiliza kwenye mitandao ya kijamii. Tazama Baba, naomba kanitumie kama chombo, lakini mnenaji uwe ni wewe. Yadhihirishe mapenzi yako kwa kanisa lako, dhihirishe mafunuo yako kwa kanisa lako, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Salama, tuendelee sasa. Sasa ukiangalia picha inayofuata hapo chini, ukiangalia hii picha, unaona kuna vitu vitatu ambavyo vinaonekana hapo. Na tuko kwenye somo nasema neema ya kupewa mbinu ya kumkabili nani? Adui. Sasa adui wa kwanza ambaye unatakiwa umshinde ni adui wa mwili wako. Ni adui wa mwili wako. Hebu angalia mwili wako. Waangalie mwili wako. Huyo ndiye adui wa kwanza. Sema wewe mwili. Wewe mwili ndio adui wangu wa kwanza. Sitaelewana. Mwili wako ni adui wa kwanza. Sasa nataka nikupe mbinu za kuweza kuushinda huo mwili. Kwa nini? Maandiko yanasema ya kwamba usipoushinda mwili hauwezi ukaurithi ufalme wa Baba. Hauwezi ukaenda mbinguni. Parapanda ikilia leo, kama mwili wako haujaushinda, hauwezi ukaenda kwa Baba. Hauwezi ukaenda mbinguni. Huwezi kuurithi ufalme wa mbingu. Mwili hausiki, hautakuja usikie parapanda. Huu mwili hautakuja usikia parapanda. Kinachosikia parapanda ni roho yako ndani, ndio ambayo itasikia parapanda ikilia. Na ndio maana nataka kuambia hilo, mtu akifa, huu mwili unageuka kwa mavumbi. Ndio maana tunasema katika mavumbi utarudi. Tunaelewana wapendwa? Utarudi. Kwa huu mwili shughuli yake inaishia pale mtu anapokuwa amekufa kimwili. Anapokuwa amefariki, pale shughuli ya mwili imeisha. Kule mbinguni hakuna mwili tena, haupo mwili. Kule mbinguni maandiko yanasema tutavalishwa miili mipya. Tutapewa miili ambayo haiugui. Miili ambayo haiteseki, haisikii mateso. Miili ambayo yeye mwenyewe Mungu anajua namna itakavyokuwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo huo mwili wako
umepewa nyumba ya kuishi kwa muda. Ni sawa na ni kama vile tu mwili, kama vile nyumba ya upangaji tu, kwa muda wowote unaenda kwako. Sasa huwezi kuwa na nyumba ya upangaji ukatumia muda mwingi sana kutengeneza nyumba ya mwenye nyumba. Sasa aisee, bodi ni mbaya sana. Hebu wewe nikanunue gypsum board, nilete bodi naanza kusikimu ipendeze. Nyumba ambayo sio ya kwako. Nataka niweke tiles, nataka niweke siri, nifanye hivi, nataka niweke usio. Angalia. Tunachokiangalia tunatengeneza ndani, kwa sababu ndani ndiko kuna manufaa makubwa mno. Huu mwili hauna matokeo. Chenye kwa matokeo kiko ndani. Sio kama kuna mtu ananielewa au naenda mwenyewe. Sasa ukiangalia picha hii, hapo chini ni mtu amelala. Amelala kitandani. Sawa? Ni mwili pale, ni mtu amelala pale, ni mwili umelala pale kitandani. Lakini ukiangalia kuna watu kama wawili wanaondoka. Sasa huyu aliyelala kitandani, huo ndo mwili. Huo ndo mwili. Ndo mwili huo. Ndo mwili wako, ndo mwili wangu huo. Lakini hiyo picha unaona huyo jamaa anaruka, slave anaenda juu. Hiyo ni roho. Tunaelewana? Hiyo ni roho. Lakini unaona tena kuna nafsi inatoka kwenye mwili. Hiyo nayo ni nini? Ni nafsi. Sasa hivyo vyote nitakufundisha kimoja baada ya kingine. Na mwisho wa siku utaelewa kwamba anatakiwa nifanye nini sasa. Haleluya. Sasa leo kwa neema ya Mungu nataka nidili na mwili kwanza, kwa sababu ndio kitu cha kwanza kinachoonekana. Nidili na mwili kwanza. Nikitoka kwenye mwili nitaenda kwenye nafsi. Baadaye nitamalizia kwenye roho. Sasa utakuja kugundua kwamba vita vinafanyikia wapi. Utakuja kugundua baadaye kwamba kumbe vita vinafanyikia sehemu fulani. Bwana tusaidie sana. Sema Mungu Baba, ninakushukuru kwa kunipa mwili huu. Kwa kweli huu mwili unanihifadhi. Asante kwa neema hiyo. Na asante kwa baraka hiyo. Katika jina la Yesu. Nifunulie, napenda kujifunza juu ya mwili huu niweze kuelewa. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Haleluya. Madaktari wanapoenda kusomea hospitalini, wanapokuwa kusomea vyuoni, wanasomea mwili, sio hivyo? Na kama anaenda kumuona daktari bingwa wa mifupa, naenda kumuona daktari bingwa wa macho, sio hivyo? Naenda kumuona daktari bingwa wa misuli, sio daktari bingwa wa nini? Wamechambua mwili wa mtu, wanausomea mwili wa mtu. Na ndio maana level yao ya kufanya matibabu ni kwenye mwili. Ni ngumu sana kufanya matibabu kwenye nafsi. Ni ngumu na haiwezekani kufanya matibabu kwenye roho. Kwa nini? Kwa sababu hivyo vitu hana uwezo navyo. Hana uwezo navyo kabisa. Sasa labda tusogee kidogo tena. Sasa namba moja, nini maana ya mwili? Mwili maana yake ni nini? Nataka nikuletee kama maana 5 hizi na bado najigundua kwamba kumbe mwili wangu ni huu. Mwili kama sehemu ya kimwili ya mwanadamu. Yaani tunasema human flesh au body. Yaani maana yake ni body tu, sio hivyo? Ni body tu. Ukiangalia gari, unaona gari ni body. Kama ukiona kwa nje ni body, lakini gari yenyewe ni engine, sio hivyo? Yeah. Gari yenyewe ni engine. Kwa maana nyingine, ukitoa side mirror kwenye gari, ukatoa kioo, ukatoa body, bado gari inaweza kaenda. Lakini ukitoa engine, gari haiwezi kaenda. Kwa huu mwili, ukitoa roho na nafsi, mwili hauwezi ukaenda tena, unakuwa umejishia. Kwa hiyo tunaanza roho ni engine ya mwili wako. Sasa leo tunataka tuseme ni body tu, ni body ya ni mwili wetu ile ambayo itabaki hapa duniani. Nataka tujifunze hapo. Angalia. Hii ndio maana ya kawaida, ni mwili unaoonekana wenye nyama. Mfano, neno alifanyika mwili. Yohana 1:14 inatupitishia kwamba neno alifanyika kuwa mwili. Karibu neno alifanyika mwili. Yohana 1 anaanza kusema hapo mwanzo kulikuweko nini? Neno. Sio hivyo? Hapo mwanzo kulikuweko neno. Sasa huyo neno anayezungumzwa alikuja akafanyika mwili, ambaye sasa ni mwili wa Yesu Kristo. Sawa pendwa?
Ndio maana maandiko yanatuambiaje? Angalia 1:14. 1:14. Maandiko yanasema hivi, naye neno alifanyika mwili. Unaona? Akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Naye neno alifanyika mwili. Yaani Yesu wakati anakuja kufanya mpango wa kumwokoa mwanadamu, alifanyika mwili kwenye tumbo la Mariamu, na baadaye akazaliwa, akakaa miezi 9 tumboni na akazaliwa. Ndio maana tunasema kwamba Yesu alikuwa na mwili kama mwili unaosikia njaa, mwili unaochoka, mwili kama wa kwetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio maana neno alifanyika kuwa mwili. Hata sisi wakati tunaumbwa, tuliumbwa tukafanyika mwili kupitia mavumbi. Maandiko yanasema kwamba tulifinyangwa kwenye mavumbi, tukapuliziwa pumzi ya nani? Ya Mungu. Mwanadamu akawa ameumbwa kwa namna hiyo, tulipumziwa. Lakini sisi ni udongo, ni udongo. Tunaenda kuzaliana tu, tunazaliana, lakini ni udongo unaoenda kuwa unazalishwa tu. Ila pumzi ni ya Mungu mwenyewe, ila mwili ni wa hapa duniani. Hata ujilebeje, hata weke lipushaini ng'ae kwa namna gani, ndugu yangu, baada ya muda tu havinaga muda ukiisha umeisha. Naelewa napenda. Muda ukiisha umeisha. Wewe ukitaka kuamini hivyo, angalia, nenda kasuke hata msuko milioni 1. Lakini siku zinavyozidi kwenda, thamani au msuko inazidi kufanyaje? Unakuja kumba baada ya wiki moja, wiki mbili, unaenda tena kufunua, watengeneze tena. Kwa nini? Kwa sababu ni hapa duniani yanapita. Haleluya. Angalia sasa, twende kule kwenye nani, utakwenda nipeleka kurudisha huko. Twende kwenye slide. Angalia sasa. Roho hana mwili na mifupa. Roho yenyewe haina mwili, haina mfupa. Roho haina mwili wala mfupa, ila mwili ndio na mfupa. Mwili na mfupa, na mwili ndio na roho. Ndio maana tunaweza kusema kwamba mwili ni asili yake ni binadamu, mwili wa binadamu. Ndio maana mtu akifa tunasemaje? Mwili wa marehemu. Umeona? Mara nyingine huyo marehemu hayupo hapo, yaani huyo mtu hayupo hapo, ila kilichopo ni mwili, yeye hayupo. Ndio maana tunasema huyu ni mwili wa marehemu, ila marehemu mwenyewe pale hayupo. Sio, tunaelewana pendwa? Pale hayupo. Ndio maana mzike msizike, imlie msilie, ufanyeje, yeye pale hayupo, na wala hawasikii na hajui chochote. Kwa nini? Wenyewe mwili unakuwa baki pale, na kwa kuwa tumepewa heshima, tunabaki tunaustiri kwa heshima. Tunaelewana? Tunastiri mwili wa marehemu, ila marehemu hayupo. Ameenda wapi? Matendo yake ndio yanaamua kwamba huyu ameenda wapi. Haleluya. Huyu ameenda wapi? Twende sasa inayofuata. Angalia maana ya pili. Mwili kama asili ya kibinadamu yenye udhaifu. Watu wasema kwamba human nature. Mwili wa mwanadamu ni mdhaifu. Hii mwili yetu ni midhaifu. Ndio maana huwa unachoka. Ukishakusikia mtu anasema kwamba mwili wangu umekataa kabisa, unataka kwenda. Mwili wangu umekataa kabisa. Twende sehemu fulani, hamna, mwili umekataa. Yaani mdhaifu, hauwezi kaenda. Wakati mwingine unaweza kusema nataka niombe, ukaomba kwa kuwa mwili ni mdhaifu, unajikuta kwamba unaanza na kusinzia mpaka udenda unatoka. Kwa nini? Mwili ni mdhaifu. Na hiyo wewe sio mtu wa kwanza kufanya hivyo. Akina Petro liwatokea. Walipenda kukesha mlimani na Yesu. Wakati Yesu anarudi kuangalia, anakuta wanakoroma. Wako hoi. Mwili umechoka, mwili hauelewi chochote. Ndio maana mwili hii haitaki mateso. Yenyewe inataka raha tu. Haitaki mateso kabisa. Na mwili ukiumba dhoruba, unaanza kusweta kutoka jasho. Kwa nini? Kwa sababu hautaki hiyo. Wewe unataka relax, utulie. Ndio maana mwili ni adui hata kwenye maendeleo.
Unakuta unasema ngoja nimke saa 11 nikafuate mzigo. Asema ngoja nilepo kidogo. Unalala saa 2 mpaka saa 3. Kwa nini mwili unakataa? Mwili ni mdhaifu. Kwa usipojua namna ya kutisha, unaweza ukakupelekea kwenye umaskini. Unaweza ukupelekea kwenye mambo magumu sana. Mwili. Maandiko yanasemaje? Angalia. Kila mwili ni Petro wa kwanza 1:24. Mtu anaanza sema Petro wa kwanza 1:24. Ona mwili ambavyo tuna utafsiri kama ni mdhaifu. Maandiko yanasema hivi, maana mwili wote ni kama majani. Yaani mwili wote ni kama majani, ni dhaifu mno. Ushakuona jani ni dhaifu mno sana. Ukitaka kujikunja kuni unafanyaje? Unakunja kuni. Ukitaka kuniharibu haribu. Kwa nini? Kwa sababu ni dhaifu. Kwa mwili huu ni mdhaifu. Na ukitaka kujua mwili ni mdhaifu, angalia ukiwa unaugua. Na kufamili jamani. Mwili ni mdhaifu. Kuna mwingine mpaka yaani nakwambia kuna kuuguza ni kazi. Ndio maana naye uguza naweza kukonda kuruka naye humo. Kwa nini kuna wengine ni walegevu kweli kweli wakati wa kuugua? Hakikazi. Unamgaji kazi, ungekuwa ni wewe basi ndio ufui tu. Wewe ungekuwa ni wewe usingesema hivyo. Hapo nakazilika. Unajua kwani ni kwa sababu mwili ni mdhaifu mno, ni kama majani, ni mdhaifu mno. Wakati mwingine unaweza kuchoma na mwiba kwenye mguu. Hata kutembea ni kazi. Unaweza kusema nataka nimcheze kutembea kamti. Kwa nini? Kwa sababu ukikanyaga unasikia kuumia. Kwa hiyo mwili asili yake ni mdhaifu. Bwana Yesu atusaidie sana. Anasema maana mwili wote ni kama majani na fahari yake yote ni kama ua la majani. Pamoja na kwamba mwili wako unaona una ufahari. Umeupiga makeup. Umeweka na heleni mpaka zinadondoka huko chini. Umeweka na misuko mpaka unatembea huko kama vile mkia wa ng'ombe kule shwa. Lakini kweli ni kwamba anasema pamoja na fahari yake yote ni kama ua la majani. Ndio mwili wako huu. Bwana Yesu tusaidie sana. Haimaanishi kwamba usipendezeshe mwili. Kwa sababu usipopendezesha utaharibika pia. Tunaelewana usipopendezesha utaharibika pia. Angalia. Roho ndio maana Yesu alisemaje kwenye Mathayo 26:41. Mathayo 26:41. Kuna kitu pale Yesu alikisema. Alipokuwa kwenye changamoto. Anasemaje? Anasema ya kwamba Mathayo anasema hivi, Mathayo 26:41. Kesheni ng'ombe msije mkaingia majaribuni. Ona, roho iradhi. Maana roho iko tayari. Roho na utayari. Lakini mwili ni dhaifu. Mwili ni dhaifu. Kuna wengine mwili umewakosesha kwenda kwenye ibada. Ameshindwa kuja kwenye ibada kwa sababu ya mwili. Kuna wengine tukitangaza maombi ya kufunga hata ya siku moja au siku 2 au siku 3, anashindwa kufunga kwa sababu ya mwili. Mwili unamkatalia. Akianza tu akisema leo nafunga, akutangazia mwili kwamba leo nafunga, mwili na masikio unasikia. Unaanza kukwambia kwamba wewe ndugu yangu utaniumiza. Usifunge. Nihurumie basi hata kidogo. Roho inasemaje? Unafunga. Unaona wewe unakuwa na nguvu. Lazima ufunge. Mwili unasemaje? Hamna. Wewe nikuonyeshe. Unasikia ndani ya tumbo. Umeona sasa hii saa 5. Nataka na niwe chai. Maana unaona mtu amitumbua anapita pale. Hata vile vitumbua anataka. Nataka vile vitumbua. Ni mwili unakwambia hichi. Nataka vile vitumbua. Mwisho wa siku mwambie alete kimoja tu kwani vibaya basi. Mwili unaanza kushawishi mama vitumbua cho hapa nipe kitumbua kimoja. Unaona roho inaanza kuumia, inasikitika. Nasema ufunga tu, acha tu. Unasema unaumia. Mwili. Ndio maana roho siku zote iko tayari kujifunza. Roho siku zote iko tayari kumsikia Bwana. Lakini mwili hauko tayari. Mwili ni adui anayekuzuia usisikie neno la Mungu. Ndio maana tunaposema kwamba jamani tukae kwenye uwepo wa Mungu. Kuna mwingine akikaa kwenye uwepo wa Mungu akanyosha miguu, mwili unaanza kumwambia sema hapa ni mahali sahihi.
hebu usingizi yako kidogo tu. Hebu nilaze kidogo. Unajua nimesoma sana. Leo nimeamsha mapema saa 11 nimeniamsha. Nimefanya usafi. Nimekuja kanisani hapa tumesifu Mungu. Basi naomba nilale dakika 2 tu afu naamka. Ni mwili unakuambia hivyo. Unaona ghafla mtu anaanza kusinzia kanisani. Anaanza kusinzia kanisani. Ni nini? Roho ilikuwa iko tayari, lakini mwili ni mdhaifu. Ndio kama mtu unamsaidia, unamwamsha sio hivyo? Kwa upendo. Kwa nini mwili ni mdhaifu? Kwa upendo. Kwa nini unataka kusinzia kanisani toka huko? Sinzia hata. Hata kutoka siku moja wewe. Hata leo. Bwana tusaidie sana. Sio naelewa. Sasa kuna mtu mwingine akimwona mwenzake amesinzia, anasema wewe acha toka pepo. Wewe na wewe kuna muda. Wewe mfanyeje? Ndio maana ukimwona mwenzako anasinzia, unasema huyu jamaa roho yake iko radhi. Lakini mwili umekuwa ni mdhaifu sana. Alafu namwamsha kwa upendo. Mwambie rafiki yangu, sikiza. Pole sana. Sisi tunaelewa pendo. Unaona mtu anakacha hapa anasema sawa, mimi naweza kusikiliza. Anasikiliza. Ndio maana Yesu alipokuta akina Petro na Yohana wamesinzia, aliwakemea. Aliwatukana. Aliwaambia takasaka moja basi mngekesha takasaka moja. Mara ya kwanza akarudi akakuta amelala. Mara ya pili, alirudi mara ya tatu akawaambia lalini. Sinaelewa. Lalini. Ndio maana tunapokuja kwenye mikesha, nafikiri principle watu wanaitumia sana. Ukiona mwenzako ameanza kusinzia kwenye mkesha, kwa kuwa wewe Mungu ameshakupeleka viwango vingine usinzie kwenye mkesha, isiwe ni sababu ya wewe kumpiga huyo ambaye hajafika viwango vyako. Ukamwona kama vile hamjui Mungu. Hujui mpaka anaenda kusinzia amesipaa ndani ya moyo wake kwa namna gani. Yaani kuna mwingine amejikaza mpaka hatua ya mwisho. Mpaka anataka kuondoka lakini wapi? Mpaka wakati mwingine anafanya macho hivi katika jina la Mungu. Amefungua macho hivi lakini jicho linamwambia kwamba wewe mimi nataka kusinzia. Jicho linakuwa ni zito kuliko hata mwili wake. Anashindwa kuhimili. Tunaona baba. Mimi nakumbuka siku moja anashukuru Mungu, mchungaji alikuwa analelea, alikuwa na hekima ya namna hiyo anifundisha leo. Ashukuriwe sana. Kwa sababu kwa sasa kipindi tukana mkesha kila Ijumaa. Kila Ijumaa tulikuwa na mkesha. Unaenda kwenye mkesha, unaomba, hiyo kutogia ulikazana chini mimi sasa. Yaani macho yamekuwa mazito, mwili ni mzito, hata kupiga hatua moja ilikuwa inashindikana. Kabisa. Maana msanii hicho kiti. Kabisa inashindikana. Unajua kitu kinatokea ni nini? Nilikuwa nachukua kiti cha namna hii. Sawa? Naenda pembeni kwenye kakona. Kama vile kwa najidanganya mwenyewe tu. Naenda kwenye kakona. Au ya kwanza naangalia. Basi naanza kuomba. Hapa kwa uombi. Yaani unafanya hivi ili uonekane kama vile huko unaomba, lakini kwa kweli hata huko unaomba, mshaanza kusinzia. Unaenda tu hivi. Ipo kisha nikijishtua, nilikuwa naona kama vile mama haendi vizuri sana. Naamua nabadilika. Napiga magoti. Ili nionekane niko naomba. Na inama hapa. Naomba baada hapo ndugu yangu. Naenda mazima, yaani jumla. Najikuta niko kule nimelala. Wengine mpaka wanasema amina, sijui kama amesema amina. Nakuja kuangalia hivi wengine wameshakaa wako kwenye neno. Tumewashimeza na kuomba. Unaona naamka, macho yameshakuwa ni mazito. Tunaelewa wapendwa. Lakini akitokea mtu ambaye haelewi, anaweza akaja, wewe umekuja kulala au vitanda hapa, hakuna vitanda hapa. Ukitaka kulala hebu nenda kule nyumbani ukalale huko. Hapana. Kiwango changu kilikuwa kijafika kama kiwango chako. Tunaelewana wapendwa. Na ndio unatakiwa ujifunze kuelewa kwamba huyu mtu yuko kwenye level gani ya wokovu. Hata tendo la kutoka nyumbani kuja kulala kanisani ni neema ya Mungu. Mimi nakwambia kabisa. Ni neema ya Mungu. Yeye ameacha kitanda chake, ameacha godoro lake, amekuja kanisani na akapata neema, akalala kanisani. Na ndio maana watu wangapi walikuwa kwenye mkesha. Kwa nini kuna mtu anaanza kujisikia hatia?
Tunaelewana wapendwa? Yeah. Kwa usije ukaona kama vile wewe umeshukiwa sana, roho wa Mungu pako umeshuka sana. Nasema wale wote ambao wako wanalala, nendeni nyumbani, tubaki bao tujalala. Sisi ni wanajeshi, ni makamanda wa Yesu. Kwa hiyo wewe ambao unalala, hebu nenda ukalale kwenye vitanda vyenu kule nyumbani. Hebu nenda. Yesu hakuwafukuza wale kina Petro na Yohana warudi nyumbani. Aliwaambia laleni hapo hapo kwenye mkesha. Laleni hapo hapo. Hata hivyo mmejitahidi, laleni hapo. Wanaweza kusaidia sana. Kama sio mnanielewa. Kwa unapoelewa dhana ya mwili, mwisho wa siku inakusaidia namna gani unaweza ukaendo mwili. Unaweza ukapambana na mwili. Lakini pia kusaidia wale unaowaongoza, unapata namna ya kuweza kuwasaidia. Tunaelewana wapendwa? Yeah. Unapata namna ya kuweza kuwasaidia. Sio kila anayelala ana pepo. Mwingine ni mwili tumekuwa. Wale kina Petro walikuwa na mapepo. Si waliona kwenye mkesha? Walikuwa na mapepo. Hawakuwa na mapepo. Ila mwili ni mdhaifu. Roho iko radhi. Lakini ndugu yangu, mwili umekataa. Wanaweza tusaidia sana. Ndio maana watu wanaomba Mungu atupe uisho. Auishe miili yetu. Ili miili yetu tuitishe. Hata wakati hapa tuko kwenye maombi kabla ya kwanza neno. Sisi tuko kwenye maombi hapa. Sina wengine walikaa. Hapa na kadhaa jamani, ni muda kupambana, omba. Mimi nishakaka kabisa kuangalia, nishakaka. Yaani pumzi imeshakata, hana cha kuomba tena. Mwili umekataa, umemwambia akae. Lakini mtu huyo akiwa kwenye biashara anaweza akasema kuanzia asubuhi mpaka jioni, hata akae. Nasikii kuchoka. Lakini amekuja kanisani, unaona anaanza kujisikia kukaa tu muda wote, ni kukaa tu muda wote, ni usembe muda wote nini. Ina maana kwamba adui anataka usimwabudu Bwana, adui anataka usiombe, adui anataka usifanye chochote. Na kama nadhania kwamba ni vyepesi, ukifika nyumbani chukua Biblia yako, kaa kwenye sofa lako, alafu washa na TV, alafu sema nataka niangalie kwanza, nisome kwanza sura moja. Naelewana pendo? The more unaanza kusoma sura ya kwanza, mstari wa kwanza. Unaanza mstari wa kwanza una nguvu kweli kweli. Mstari wa pili una nguvu. Mstari wa tatu nguvu zinashuka. Unaomba wewe Biblia moja kwanza, kaa kwanza kwa kidogo. Niangalie kwanza TV kidogo kwanza. Nitakuja niangalie baadaye. Lakini ukienda kwenye TV unao uwezo wa kuangalia muda mrefu sana. Kwa nini? Adui anakuruhusu uangalie vitu ambavyo havina manufaa kwako. Anakusudia kuangalia vitu ambavyo vina manufaa kwako. Na ndiyo maana unaweza kujikuta mtu yuko radhi aangalie tamthilia ya saa nzima, lakini sio kuangalia mafundisho ya saa nzima. Yuko radhi kabisa. Na ndiyo maana anaweza akakuhadithia wale karakter wahusika wa kwenye tamthilia, wahusika fulani. Anawataja vizuri kwa majina au vizuri kabisa na namna ambavyo wanafanya. Lakini mwambie, niambie wahusika wa kitabu cha Esther. Wahusika wa kitabu cha Mwanzo. Wale karakter wa kitabu wanaozungumzwa kwenye kitabu cha Mwanzo, atakutumbulia macho mpaka anashangaa. Lakini mwambie mhusika wa tamthilia fulani. Yule fulani. Na yule. Si unaelewa? Ni kwa nini adui anakuruhusu ujaze vitu ambavyo haviwezi kukusaidia kwenye maisha yako? Anasema hivi. Hapa mwili ni udhaifu wa kibinadamu unaohitaji msaada wa Mungu. Huo mwili wako bila msaada wa Mungu hauwezi ukafanya mambo yakaonekana. Bila kusaidiwa na Mungu haiwezekani. Ibada ya Jumatano mwezi akwambia kwamba lala kidogo au utaenda Jumatano ijayo. Ibada ya Ijumaa unasema nimechoka, utaenda Ijumaa ijayo. Kwa nini? Kwa sababu mwili haukuruhusu. Nipe kisa inayofuata. Mwili kama asili ya dhambi, sinful nature. Mwili baada ya kuwa mwanadamu amekorofisha Adam na Hawa, mwili ulipokea dhambi. Sisi tunaelewana. Na ndio maana mwili ni asili ya dhambi inayompinga Roho Mtakatifu,
Ile nguvu ya ndani inayotoka inayotaka matakwa yasiyo ya Mungu yatendeke, au tamaa na dhambi. Kuna nguvu fulani bila kusukuma usitende matendo ya kimungu, usifanye matendo ya kumpendeza Mungu. Unajua nini? Ni kwa sababu mwili asili yake ni dhambi. Kama mwili asili yake ni dhambi, mwili hauwezi kukuruhusu ufanye mambo ya rohoni. Hauwezi kukuruhusu. Kwa nini hauwezi kuruhusu? Kwa sababu mwili tabaki hapa hapa. Kwa mwili unapambana na kumaliza starehe zote hapa duniani. Kwa nini? Kule mbinguni hautaenda. Kwa nini unapambana kumaliza na wewe hapa hapa? Kwa sababu ukifa mnaachana. Mnaachana. Wewe unabaki, wewe unaenda. Sasa kama unabaki unaenda, sasa nini upambanie haki hapa hapa duniani? Ndio maana unaona mwili haukuruhusu upende matendo ya kimungu. Unakugomea. Unakugomea. Mwili haukuruhusu uweze kufanya mambo makubwa katika ulimwengu wa roho. Inakugomea. Inakataa. Ukitaka kujaribishia, amka maombi ya saa 8 usiku. Baada ya kuweka na alarm kwamba saa 8 usiku alarm itaniamsha. Roho Mtakatifu ni mwaminifu, na ile simu ina uaminifu. Alarm itapiga. Na kwa kuwa mwili hautaki kuamka, hautaki usumbufu, unajua kinachotokea ni nini? Unaipapata waka, hutaki kuangalia, unapapasa iko wapi? Pale unaziba. Kwa nini? Kwa sababu wenyewe hautaki uende kwenye maombi. Hautaki. Unagoma. Unakukatalia. Unaona alivyo adui mkubwa eh? Unaona alivyo adui mkubwa huyo? Ndio nasema mwili ni adui mkubwa mno. Anayeweza kukunyima kuona ufalme wa Mungu. Anayeweza kukunyima usimwone Roho Mtakatifu. Mwili unaweza kukunyima usione udhihirisho wa nguvu za Mungu kwenye maisha yako. Mwili na kunyima. Angalia kwenye Warumi 8:6, kwa sababu tamaa ya mwili ni mauti. Tamaa ya mwili ni nini? Ni mauti. Mwili siku zote unapowaka tamaa, au unapeleka kwenye nini? Kwenye mauti. Kwa kuna watu wamekufa kwa sababu ya miili yao. Tamaa ya mwili imewaua. Mtu amepata tamaa ya fedha, ameenda kuiba, kachoma moto, kafa. Kisha mwa nini? Mwingine tamaa ya mwili tu, mpaka wengine wanajiuza. Wanauza miili yao. Tamaa ya mwili imewapeleka kwenye kifo. Wanapata magonjwa ya zinaa, kuja kuambukizwa magonjwa ya ukimwi, wanakufa kwa sababu ya nini? Tamaa ya mwili. Kwa mwili, tamaa ya mwili ni mauti. Sema Mungu nisaidie. Nisife kwa sababu ya tamaa ya mwili. Katika jina la Yesu. Amen. Tamaa ya mwili umekufa, umepoteza maisha yako. Tamaa ya mwili tunaoua. Tamaa ya mwili tunaoua. Wengine unakuta wanadiriki bao kuchukua fedha za wanaume. Wanahongwa. Kwa sababu ya tamaa. Anahongwa kanunue kitenge, anahongwa kanunue smartphone, anahongwa kanunue sijui nini. Na mwisho wa siku anapoteza utu wake. Tamaa imemponza. Anashindwa kutafuta yeye, anataka tafutiwe. Tamaa ya mwili imewapelekea vijana wameenda kuolewa na wamama wakubwa, wamama watu wazima. Wanawalea. Tamaa nini? Wanaita mashangazi. Asante sana. Wanaita mashangazi. Yaani ni kijana baada ya kupambana wewe na familia yake, anaenda kujipachika kwa mashangazi. Ni nini? Tamaa imempeleka pale. Hamna kitu kingine, tamaa. Yaani mwanaume mzima anatuzwa na mwanamke. Mwanaume mzima anapewa matumizi na mwanamke na ndevu zako. Mungu unamzalisha kama Mungu aliyekuumba. Wanaweza kusaidia sana. Mwanaume mzima anaamka asubuhi, kama fulani nisaidie na nauli. Mwanaume nisaidie na nauli. Mwanaume mzima mwanamke anaamka alfajiri. Si watu tunaamka kwa tunama kazini alfajiri saa 11. Unaamka unakuta mwanamke yuko barabarani. Yuko barabarani mwanamke. Alafu mwanaume amebaki ndani na koroma. Mke wake ameenda. Anakwambia usikize na kulia. Hebu mwanaume ndani, alafu
Alafu mwanamke ameenda kupambania familia. Wewe mwanaume uko ndani. Mpaka asubuhi. Unaamka una chochote. Tunaona pendo. Yeah. Na ndio maana akifika nyumbani atakupenda anavyotaka. Sasa yeye anakuambia kama ilikuta chai imeshaiva. Ameenda kutafuta. Ameenda kutafuta. Baba fulani ukumbuke kufua na zile nevi za wale watoto. Kumbuka, usisahau. Wasi uko nyumbani sasa, fanya shughuli za nyumbani. Yeah. Ndio kizazi ambacho tunacho sasa hivi. Kwa nini? Kwa sababu ya mwili. Hataki kushughulisha. Wanaume wenzako wanapambana, wanafanya vibarua, wanahaswa, wanatoa jasho, wanaipambania familia yako, ya familia yao. Wewe unapambaniwa familia yako. Hata madaftari hujua yananunuliwaje. Hata hata hujua watoto wako wanalipwaje. Wanaume bwana sifiwe. Hai mbaya sana. Kama kana mwanaume ambaye hiyo hatuitaki hapa. Pambana. Wala ndio mwanaume pambana mpaka mke ajisifie kama ile mwanaume pale alipambania. Sorry. Ile ikani yani kama sienda kazini siku ya kwanza, sienda kazini siku ya pili, sienda kazini. Naona kwa sababu kuja baba, mbona unaenda kazini? Unaelewana? Wanaume kwa hapa iko hivi. Mwanaume kwanza aliambiwa kukaa nyumbani. Yaani nature mwanaume hajaambiwa kukaa nyumbani. Nature mwanaume ameambiwa kwenda kutafuta na kuleta. Kwenda kutafuta na kuleta. Ndio maana mwanaume anapofika nyumbani, anapokuwa ametoka sehemu yote anapokuja, jicho la mama haliangalii ndevu zako wala uso wako. Haliangalii hayo. Jicho la mama kwanza cha kwanza linaangalia mikononi kuna nini. Mikononi kuna nini? Hatuna kuna kitu kana ninginia pale. Unaona mama anakuja haraka haraka. Anajua kuna kitu kimefanyaje? Kimekuja. Lakini unapiga hatua na ndevu zako. Jamani karibu sana. Pole na safari. Anaendelea hapo. Unaona watoto unafika nyumbani kwako, watoto unafika nyumbani kwako. Wanaendelea na michezo yao. Jamani nataka mnisalimie, ukiwa huna matokeo. Ukiwa huna matokeo. Mtoto anapofika nyumbani kama una matokeo, utaona jambo la kwanza ni baba. Baba amekuja. Wanakuja wanakimbia na jambo la kwanza kama na kabegi, wanakupokea kabegi. Na kale kabegi watapokea kana matumaini. Unaona hata kujichezesha baba pole na safari. Wanataka ufungue zipu. Ili jambo njema litoke. Baada ya hapo waende kucheza tena. Sasa wakija siku ya kwanza ona. Siku ya pili sifuri, siku ya tatu na huyu baba mna kila kitu huyu. Kwa hiyo akija yeye na sisi tunaenda mambo yetu. Baba yetu wa mbinguni ni baba mwenye ahadi, sio hivyo? Baba yetu wa mbinguni ni baba mwenye ahadi. Kwa baba, sisi kwa baba lazima uwe na ahadi. Yaani watoto wapate ahadi kutoka kwako. Si kama nisema na kweli nimeeleweka pendwa. Yeah. Sio kama mesa, sio kama kosea. Siku moja nakumbuka nilikuwa nimetoka. Nilikuwa naenda kazini nikakaa kama siku 5 mfululizo siku nyumbani. Sasa wakati narudi wakamwambia baba akija akifika pale Nyegezi kuona pale utuambie. Sawa. Ila wanamwambia wanamtahadharisha ili usitusalishe. Bado wewe tukikwambia unamwambia baba. Ambie hapo. Baba akifika pale getini kabla hajaje kuambie, habari kwanza kidogo. Mama kaniambia, sema basi wewe msubirie nione. Wana agenda gani hapo? Kweli nikasubiri. Nikaambia njoo. Nikaenda. Kidogo. Nafika mlangoni, wanasema tukufunike macho usione. Sasa mimi wasema hawa watu wanafanya nini hapa? Wakanifunika macho. Nikaenda. Alisema kaka leo nimeshangaza sana. Walikuwa walifanyaje? Walitafuta tumiti wakapanda kuanzia mlangoni mpaka kwenye sofa huku, wakapanda kama kanjia. Hapo wakachukua vikaratasi wakapita tena kidogo wakaweka mle njiani. Hapo wakachukua vile vidogo wakaweka kwenye sahani.
Sasa wakati nimeingia tu, wakasema fungua macho, wakatoa mikono yao, wakaanza kunimwagia mimi karatasi. Hiyo ni surprise ya hali ya juu sana. Nilifurahi mno kama baba. Naona pendwa nilifurahi, lakini haitokea hivyo hivyo. Lazima huwezi kuvuna kama hujapanda. Lazima huwa napanda. Sasa wakati nimefika nikakuta wameenda na mabango. Kwenye madaftari yao tu vikaratasi vile. Wameweka kwenye pale bango. Wasa sasa ni muda wa dadi kusoma mabango. Bana sijayaona eti. Dadi anza kupita unasoma. Mengine sasa vizuri kasema. Bwana msaidie. Sisi tunaelewa na pendo. Ni fresh mno. Baba asante kwa kutulipia ada, tunasoma vizuri. Baba asante kwa kupenda. Baba asante na hivi. Wamenipongeza vitu vingi mno. Moyo wangu kajawa na furaha. Naelewa na pendo hayo. Huyu baba ambaye ana matokeo. Usiwe baba ambaye hana matokeo. Msaidie kumwambia baba ambaye yuko mahali hapa. Kama hajao ajifunza elewe. Mwambieni. Nyuma yako nani hapa? Nyuma yako kuna kijana hapo. Mwambie kabisa. Lazima tuwe na wababa ambao wanaleta matokeo kwenye familia zetu. Amen. Ambao wanasababisha uwepo wao, familia inafurahia. Inasema tuna baba ambaye anatupeleka hatua nyingine. Tuna baba ambaye ana maono, ana vision ya kutufikisha mbali. Bwana tusaidie sana. Kwa tabia ya mwili imejaa dhambi, imejaa tamaa na mwelekeo wa kumwasi Mungu. Ndio maana mwili muda wote umekinzana na Mungu. Unataka umwasi Mungu. Ndio mwili ulivyo. Kwa nini? Ni asili yake. Nipeleke na sasa ndio yafuata. Haleluya. Mwili ni hekalu la Mungu. Wakorintho wa pili 6:16. Wakorintho wa pili 6:16. Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema, nitakaa ndani yao nami nitakuwa Mungu wao. Kwa hiyo mwili kama mwili ni hekalu la Mungu. Pamoja na kwamba mwili ni mdhaifu, una changamoto nyingi, lakini mwili wako wewe ni hekalu la Mungu. Yaani Mungu amejenga madhabahu ndani mwako. Mungu anaishi ndani mwako. Kwa nini? Roho ya Mungu na nafsi iko ndani ya mwili. Sasa kwa maana nyingine, hiyo inakuwa kama hekalu. Ni hekalu la Mungu. Na kama ni hekalu la Mungu, lazima ulitunze. Mathalan, hili ni kanisa, hili ni chumba, sio hivyo? Ni jumba. Lakini ndani ya hili jumba kuna madhabahu. Ndani ya hili jumba kuna watu wamekuja kumwabudu Mungu. Ndivyo sasa na mwili wako. Mwili wako ni jumba. Ndani ya hiyo jumba kuna madhabahu ya Mungu inayofanya kazi. Na lazima uwe unamwabudu Mungu. Lazima uwe unamsifu Mungu. Lazima uwe unamfanyia Mungu ibada. Hakuna hekalu ambayo haifanyi ibada. Ukiona ndani yako ibada haifanyiki, ujue hiyo sio hekalu la Mungu. Lakini ukiona ndani mwako kuna ibada inafanyika, inaendelea kila siku, ujue hiyo ni hekalu la Mungu. Mtu anaweza kaniambiaje, kwa namna gani mchungaji? Kwa namna gani na kwa hivyo? Okay. Wewe ni shahidi. Wakati madhabahu yako ikiwa ya moto na imepamba moto, muda mwingi utajisikia kusoma neno la Mungu. Muda mwingi utajisikia kuomba. Hata kama uko unapika, utapika lakini ukiwa na maabudu Bwana. Mungu yu mwema. Umesikia ndani ya moyo wako mnaimba wote. Ujue hiyo ni hekalu. Hata wakati mwingine ukiwa umesinzia, unaanza kuota unafanya ibada, unaombea watu, unawafungua watu, unafanya deliverance, unasoma neno. Hauanzi kuota unakimbizwa na fisi, unakimbizwa na limpa likubwa ambalo halieleweki, unakimbizwa na madude. Ujue hilo hekalu imeshaanza kuharibika. Hekalu la Mungu ni lile ambalo ibada inaendelea kila siku. Na ndio maana kama ibada inaendelea kila siku, tukikutana hapa tunaunganisha madhabahu zetu zote, tunajiconnect na madhabahu ya Mungu.
washirika ambao ndani yao wanafanya ibada, wakija kwenye ibada, huwezi kumwambia kwa mshangilie Bwana, ndani mwaka nasikia kumshangilia Bwana. Huwezi kumwambia mpigie Bwana makofi, ndani mwaka nampigia Bwana makofi. Hasubiri kuambiwa, anajua wajibu wake. Tunaelewa na pendwa. Huwezi kumwambia kwamba ni muda wa kuomba, ukamuuliza jamani tuombe. Ndani mwaka nasikia bujiko la kuomba, anasikia kuomba, anaomba. Kwa nini? Ndani mwake kuna ibada inaendelea. Utaona mbele kidogo hapo. Ngoja tusikie mbele kidogo. Nimalizie ile marau kuoga. Nitafanyaje ili mwili wangu uwe hekalu la Mungu? Nitafanyaje ili mwili wangu uwe hekalu la Mungu? Unaona? Sasa kama mwili wako ni hekalu la Mungu. Sasa nitafanyaje ili huo mwili wako uendelee kuwa hekalu la Mungu? Kuna vitu ambavyo unatakiwa uvifanye ili mwili wako uendelee kuwa hekalu la Mungu. Angalia, namba moja, tubu kwa kumaanisha. Hakikisha kuwa na moyo wa toba. Umekosea, tubu. Toba mbele za Mungu. Mungu naomba unisamehe nimekosea. Mungu leo nimejikwaa eneo fulani samehe. Mungu mama fulani amenikwaza, nimejisababisha, nimemjibu maneno mabaya. Naomba unisamehe Mungu. Unaona moyo wako unakuwa na nini? Na toba, tubu mara kwa mara. Unakuwa na ukikosea tu unatubu. Ukikosea naona pendo. Angalia kwenye Ezekieli 36:25-27. Ezekieli 36:25-27. Maandiko yanasema hivi: nami nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi. Nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote, nami nitawapa ninyi moyo mpya. Umeona? Moyo mpya. Nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama, nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Unapoingia kwenye toba, unaona Mungu anaachilia mambo ya namna hiyo. Anaachilia moyo safi, anaachilia moyo wa nyama, anaachilia moyo uliopondeka, anatoa moyo wa jiwe, anaweka moyo mzuri, moyo mlaini. Moyo uliopondeka maana yake unasikia kitu kiingie, kitu kikisikia kinaingia. Lakini moyo wa jiwe, ndugu yangu, ngoma inadunda. Tunaelewana pendo? Inafanyaje? Inadunda. Mathalan, kama moyo wako kama sakafu, sio hivyo? Tunataka tuingize neno ndani ya moyo wako, lakini moyo wako ni kama sakafu. Unapigiza mpaka unakuta naye ubiri anatumia nguvu kweli kweli. Neno ni penya. Linadunda, aliingii. Tunaelewana pendo? Kwa nini? Kwa sababu moyo wa jiwe haupokeaji neno, ila moyo uliopondeka unapokea neno. Neno linaingia. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunaelewana pendo? Angalia kitu kingine, sasa inafuata. Angalia kitu kingine. Namba 2, kuwa mtu wa maombi. Kuwa mtu wa maombi. Kwenye Mathayo 21:13 inatupa udhihirisho ya kwamba lazima tuwe watu wa sala, tuwe watu wa kuomba, tuwe watu. Unataka mwili wako uwe hekalu la Mungu, kuwa mtu wa kuomba. Maandiko yanasema Yesu akaingia ndani ya hekalu, akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni, akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao waliokuwa wakiuza njiwa, akawaambia. Maana nyingine hata leo hapa ndio unafundisha, kuna wengine ndani ya hekalu lao wanauza nyanya. Sawa? Kuna wengine ndani ya hekalu lao wako wanapika sasa hivi. Kuna mchungaji, kwa nini unasema hivi? Kuna wengine ndani ya hekalu lao wako wanafua nguo sasa hivi. Yaani hivi kwa sababu nasema ile nguo ilichafuka, nikifua nikaekea jiki nafikiri tang'aa. Anasema nguo za watoto zifuliwe, yaani anaona mabeseni pale, anaona maji, anaona nyanya, anaona vitunguu. Hicho ndicho ambacho Yesu alikuwa anakimaanisha hapa, ya kwamba Yesu akaingia ndani ya hekalu. Hebu niambie sasa hivi tu, jikague tu sasa hivi, Yesu akiingia ndani ya hekalu lako atakutana na nini? Yaani sasa hivi akiingia ndani mwako,
atakutana na nini? Kuna mwingine atakutana hapa, nikadai madeni, walikuwa wananidai sana wale, yule nilidai nimpelekee hela yake. Afu ile mama ni msumbufu, jana hela yangu alinilipa. Nikitoka hapa mimi nimfuate. Nimfuate. Na maandiko yanasema kabisa kwamba lazima linangu nilipwe. Mwingine hapa nawaza sasa nikitoka na ile kazi hivi leo nilipasha kweli. Nilipasha kweli. Ndani ya hekalu lake mo. Yale maharage nakuta yamechacha, Mungu wangu tutakulaje mchana leo? Ndani ya hekalu. Yaani kuna vitu vinaendelea. Ndicho ambacho kinamaanisha kwenye ile andiko ya kwamba Yesu alipoingia hekaluni alikutana na vitu vina akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua nini hekaluni. Kuna wengine hapa wanauza na kununua ndani ya mioyo yao, ndani ya hekalu mle kuna mambo yanaendelea. Kuna mambo yanaendelea. Yaani kuna mwingine ameshatoka Kahama, akaenda Nzega, akarudi Shinyanga, akarudi nyumbani kwake, ameshaingia chumbani, ameshaingia jikoni. Wapo watu wanafaidi. Wapo watu wanafaidi. Wapo watu wanafaidi. Sisi tunaelewana ndugu zangu. Unanipata wapendwa? Kwa hiyo Yesu anapoingia, jambo la kwanza anapindua hayo mambo, anayaondoa, anayafuta, anayaondoa. Ukishaona kuja kwenye ibada, kuna hivyo vitu vinaendelea, ujue hekalu lako bado lina shida. Bado lina shida. Mwambie Mungu nakukaribisha upindue, uyaondoe haya yote. Uyaondoe mambo yote, uyaondoe. Yote uyaondoe. Yote uyaondoe. Bwana Yesu tusaidie sana. Haleluya. Yote uyaondoe. Namba 13, sura 13 sema hivi. Akawaambia imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya nini? Nyumba ya sala. Itaitwa nyumba ya ibada. Kwa hiyo ukiona kuna vitu vinaendelea ndani ya hekalu lako, kataa. Sema nyumba yangu hii ni nyumba ya sala. Natakiwa nimwabudu Bwana, natakiwa nimsifu Bwana, natakiwa nisome neno la Mungu. Ukijizoesha hivyo, unatengeneza hekalu lako kuwa madhabahu iliyo hai siku zote. Kuwa madhabahu inayofanya kazi siku zote. Bwana Yesu atusaidie sana. Bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi na vipofu na viwete wakamwendea mle hekaluni akawaponya. Unaona kuna vitu vitaanza kupokea uponyaji kwa nguvu ya madhabahu yako. Utatamka mambo yatatokea kwa sababu ya nguvu ya madhabahu yako. Unakumbuka ndio watu walikuwa Ijumaa. Wakati wana wasikae wa wana wasikao sebe walipoenda kuombea wale watu mapepo. Walipoombea wanasema tunaomba kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu, yule anayehubiriwa na nani? Na Paulo. Yaani mapepo yakasema Yesu tunamjua. Huyo Paulo alimsema tunamjua. Wewe ni nani? Kosa yangu hapa ni nini? Ni kwamba madhabahu yako ikiwa hai, neno unalotamka inakuwa na matokeo. Kwa nini? Linatoka kwenye vilindi vya madhabahu iliyoko ndani mwako. Jambo unalolifanya linakuwa na matokeo kutokana na nguvu ya madhabahu yako. Kwa kiwango chako cha matokeo kinategemea na nguvu ya madhabahu ulionayo. Unaelewana wapendwa? Yeah. Kinategemea na nguvu ya madhabahu. Madhabahu yako ikiwa wewe ni shahidi. Kuna wakati mwingine ndani ya moyo wako unasema tuna pepo leo. Nitanikoma leo. Yaani unaona kabisa uko fire. Lakini kuna siku nyingine hata pepo likija unaliogopa. Unaliogopa. Bwana Yesu atusaidie tunapokuwa. Kwa mtendaji wa neno la Mungu, unataka madhabahu yako iwe matokeo. Unataka nyumba yako iwe hekalu la Mungu. Lazima uwe mtendaji wa neno la Mungu. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Mathayo 7:24 ya kwamba basi kila asikiaye maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Umeona? Unapokuwa unasikia neno na ukalitendea kazi, hekalu lako linakuwa takatifu. Hekalu lako linakuwa ni miliki ya Bwana. Kwa nini? Unafanyia kazi kila ambacho Mungu anakifundisha. Ndio maana Yesu anasema
wale wanaolisikia neno wamefananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Wanaosikia neno na kutenda. Ndio maana tunatakiwa wasikiaji na watendaji. Naelewana wapendwa? Haya ambayo nakufundisha ukiyafanyia kazi, ukiyaweka kwenye matendo, lazima yakupe matokeo. Lazima yakupe matokeo. Usiwe msikilizaji tu, bali uwe mtendaji wa neno la Mungu. Aha, nenda sasa fuata. Na kila asikiae hayo maneno yanamaliza. Kwa mtendaji wa neno la Mungu maana ni hatua za vitendo. Hatua za vitendo. Namba 1, soma neno kila siku. Tendo la kwanza, soma neno kila siku. Lisome neno kila siku. Namba 2, tafakari neno. Yoshua 1 anasema kitabu hiki kisiondoke kinywani mwako usiku na mchana. Tafakari neno. Ukianza kusoma Biblia, jifunze kutafakari. Kile ulichokisoma, kitafakari. Kuwa kama ng'ombe. Ng'ombe akienda machungani, anakula nyasi, anakula. Akifika zizini, anaanza kucheua na kwa kufanyaje? Afuna upya. Kuwa mtu anayetafakari neno. Ukiwa unatafakari neno, neno itakupa matokeo. Utamsikia Roho wa Mungu tu anasema na wewe. Usisome neno la Mungu kama unavyosoma gazeti au sio nini. Soma neno la Mungu kwa kulitafakari. Kwa kulitafakari. Lakini pia lihifadhi ndani ya moyo wako. Hakikisha neno la Mungu unalihifadhi. Likae kwa wingi ndani ya moyo wako. Liwe ndani ya moyo, likae kwa wingi, lijae kwa wingi ndani ya moyo wako. Lakini jambo la mwisho, litendee kazi. Hakikisha neno la Mungu unalitendea kazi usiku na mchana, litakupa matokeo. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neno hili. Asante kwa wema wako. Naomba unisaidie niwe mtendaji wa neno. Nisaidie Bwana, mwili wangu huu uwe hekalu lako takatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.